Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya kesha la asubuhi kwa mwaka 2026. Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yeyote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Huu ni mwezi wa 5 ambao tumekuwa na mada kuu inayosema nipate kumjua yeye. Leo tunaenda kuliangazia somo la Mei 8. Tuombe. Baba yetu, Baba yetu, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Ninasema asante kwa sababu ya wema wako na ulinzi wako katika maisha yetu. Asante kwa sababu ya upendo wako wa pekee. Asante kwa ajili ya nafasi hii uliyotupatia alfajiri ya leo. Umetulinda, umetuongoza, umetubariki na kututakasa. Neema yako yatosha na jina lako litukuzwe sana. Tumekuja kwako tukiwa ni wadhambi na tusiostahili hata kuliitia jina lako. Tunaomba utusamehe dhambi zetu, utuongoze, ututakase na ukatufanye upya tena kwa ajili ya utukufu wako. Asubuhi ya leo tutaenda kujifunza neno lako. Tunaomba Roho wako Mtakatifu adumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mada ya leo inasema msaada kwa kila dharura. Imejengeka katika kitabu cha Waebrania sura ile ya 2 aya ya 3. Neno la Mungu linasema, sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii, ambao kwanza ulinenwa na Bwana kisha ukathibitika kwetu na wale waliosikia. Mungu mwanzilishi wa wokovu wetu hakuacha kitu chochote kisichokamilika katika mpango huo. Kila kilicho chake ni kikamilifu. Dhambi ya ulimwengu wote iliwekwa juu ya Yesu na uungu ulitoa thamani yake kuu kwa mateso ya mwanadamu katika Yesu, ili kwamba ulimwengu wote uweze kusamehewa kwa njia ya imani katika mbadala wake. Mwenye hatia zaidi hana haja ya kuogopa isipokuwa kwamba Mungu atamsamehe. Kwa sababu ya ufanisi wa kafara ya Mungu, adhabu ya sheria itaondolewa. Kwa njia ya Yesu, mwenye dhambi anaweza kurudisha utii wake kwa Mungu. Mpango wa ukombozi ni wa pekee mno katika usahili na ukamilifu wake. Hautoi tu msamaha kamili wa mwenye dhambi, bali pia kwa ajili ya urejeshaji wa mkosaji, ukifanya njia mahali ambapo anaweza kukubaliwa kuwa mwana wa Mungu. Kwa njia ya utii anaweza kuwa na upendo, furaha na amani. Imani yake inaweza kumuunganisha katika udhaifu wake kwa Kristo, aliye chanzo cha uweza wa Mungu, na kupitia ustahili wa Kristo anaweza kupata kibali cha Mungu, kwa sababu Kristo ametosheleza dai la sheria na anaipatia haki yake nafsi inayotubu na kuamini. Upendo wa pekee kiasi gani, upendo mkuu jinsi gani ulioneshwa na mwana wa Mungu. Kristo anamwinua mwenye dhambi kutoka kwenye hadhi ya chini kabisa na kumsafisha, kumtakasa na kumwadilisha. Kwa kumtazama Yesu jinsi alivyo, mwenye dhambi anabadilishwa na kuinuliwa hata kufikia kiwango cha juu zaidi cha heshima, hata kuketi pamoja na Yesu juu ya kiti chake cha enzi. Mpango wa ukombozi hutoa msaada kwa kila dharura na kila hitaji la nafsi. Ikiwa ungekuwa hautoshelezi kwa namna iwayo yote, mwenye dhambi angeweza kuwa na kisingizio
cha kujitetea kwa kupuuza masharti yake. Mungu wa milele alijua kila hitaji la mwanadamu na maandalizi ya kutosha yamefanywa ili kukidhi kila hitaji. Kisha je, mwenye dhambi atasema nini katika siku kuu ya hukumu ya mwisho juu ya kwa nini alikataa kuzingatia kikamilifu na kwa bidii wokovu aliopewa? Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, leo ni Mei 8 mwaka 2026, tukiangazia mada inayosema msaada kwa kila dharura. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii nzuri siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina. Waogopa kifo, wadhani kwamba mwisho kuishi. Umetekwa na fikira mbaya, ondoa hofu moyoni. Umepewa uzima, Bwana aliyokuahidi. Utakula matunda mema, jikabidhi kwa Bwana. Ni neema tu, ni neema tu, ndiyo tuliopewa tuishi. Ni neema tu, ni neema tu, ndiyo tuliopewa kuishi. Kuna nyakati tumepita, muda mgumu usioelezeka, lakini tunalo tumaini, yote ni ya kitambo. Tumetanga pasipo dira, hatufahamu tunakoenda, lakini tunayo faraja kuu, Bwana ni mkombozi. Ni neema tu, ni neema tu, ndiyo tuliopewa tuishi. Ni neema tu, ni neema tu, ndiyo tuliopewa kuishi. Mpango wa Mungu wa ukombozi ulikuwa mwema, akashuka duniani kumtafuta wanadamu. Aliacha vyote, enzi na utukufu, aliacha vyote, enzi na utukufu. Ni neema tu, ni neema tu,
ndiyo tuliopewa tuishi. Neema tu